Pengine katika siku zinazokuja kama ambavyo wazee wetu waliokwisha tangulia walivyokuwa na mtazamo wa kuiunganisha Afrika kwa nchi moja, je, unafikiri ikiwa ikatokea pengine Afrika ikawa nchi moja, je, kutakuwepo na ule umoja wa kweli, ama bado makundi kama haya yanaweza kuwa nyuma yake yakawa na mkono mwingine, kama ambavyo wengine wakidhania kwamba ni mkono wa mbeberu akitaka kufitinisha mamlaka fulani ili aweze kupata kile anachokitaka? Unahisi ikiwa pengine kizazi kilichopo hivi sasa ambacho bado kingali kina ndoto hiyo ya kuiunganisha Afrika kwa nchi moja, je, unadhani inaweza ikawa nchi moja na ikabaki katika ustahimilivu na wa kudumu? Ustahimilivu unaweza usiwepo, kwa sababu tukisema tuungane tuwe wamoja, ndio maana hata Karume alishasemaga kwamba hamwezi kujiunganisha wote kwa pamoja kama hamjaanza kuungana kidogo kidogo. Maana yake tukisema kwamba kama ndani ya nchi kama ndani ya taifa hakuna muunganiko, hamwezi kwenda kuungana katika mkao kitu kimoja kama taifa yote ya Afrika. Maana yake inabidi huku ndani kwenyewe kwetu sisi wenyewe taifa moja tuwe tumeridhiana, tumekubaliana na tumeshikamana katika mtindo mmoja wa amani. Maana yake hakuna vuguvugu ili tunaangalia na taifa lingine basi hakuna amani, taifa lingine kuna amani, basi hata tukiungana ile amani yetu tunahama nayo tunaenda kwenye ngwe kubwa ambayo ni ya ushirikiano mkubwa. Lakini hivi ndani ya nchi tunatupiana mawe, ndani ya nchi kuna waasi, ndani ya nchi kuna watu wanaotaka kupindua serikali, sidhani kama kutakuwa na mustakabali mzuri kama ambapo tutaungana tukiwa katika vuguvugu hizi za nchi. Bila shaka Sheikh Karume alikusudia kutaka kuona kwamba katika kule kuungana kudogo pengine itarejesha picha ya kuona je, kwenye huu mmoja ambao tunaotengeneza ushirikiano unaonekana, lugha moja inaonekana, pengine hata inaweza ikaongeza nchi nyingine na nchi nyingine. Lakini pamoja na hayo kuna kuwepo na mvutano, wengine wanasema hii kitu hatukubaliana nayo. Yale mawazo yapo, na alishazungumza makamu wa rais Dr. Emmanuel Nchimbi kwamba katika taifa au sehemu yote ile ambayo ina mkusanyiko wa watu na watu wengi, kila mtu ana mawazo yake. Maana yake nyewe wakati mnawaza anataka kusikilizwa. Wewe wakati mnawaza kwamba tuungane tuwe taifa moja kwa ajili ya mlengo fulani, kuna wengine wanawaza hakuna haja gani ya kuungana. Nao pia na mawazo yao yanatapaswa kuheshimiwa. Kwa hiyo hivyo vyote ni vikwazo ambavyo licha ya kuwa waasisi wetu walishazungumza kwamba tuungane, lakini bado vinaendelea kuchukua nafasi kuhakikisha kwamba hatufanikiwi katika ule muungano ambao tunautaka. Bila shaka kwa sura hiyo kwa mambo kinachoendelea Mali pengine kinaweza kutokea hata katika nchi nyingine ikiwa bado mshikamano wa kuwa na lugha moja na picha moja kama nchi ikiwa bado haitakuwepo. Hilo ni sahihi sana, kwa sababu hiyo tunaiona kwenye mataifa kadha huko Nigeria kwenye wasi wametawala, South Africa wanafukuza Waafrika wenzao, Afrika wanafukuza Afrika wenzao, juzi kati hapa taharuki zinaibuka na kuapika kabisa. Hapo unasema kwamba eti siku moja tuwe taifa moja, tuwe Afrika tuwe taifa moja, kama kuna mambo haya ambayo yanaendelea katika mataifa sasa. Kwa hiyo inabidi tuanze nyumbani, tuwe nyumbani tuko vizuri, kisha ndo tualike wenzetu kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunaungana.